Aliniambia kuwa alikuwa mwenzake tu kazini. Nilimwamini hadi nilipopata simu kwenye ramani. Nilidhani hadithi za usaliti zilitokea kwa wengine tu. Unajua, ndoa baridi, ugomvi wa mara kwa mara. Haikuwa sisi. Angalau ndivyo nilivyodhani. Alikuwa mke wangu. Mrembo sana. Mcheshi. Nilimpenda kama hewa. Nilipoanza kuona ishara jioni ndefu, pete ya ndoa iliyotoweka, harufu ya ajabu nilijihakikishia kuwa ilikuwa msongo wa mawazo tu. Hisia. Sikujua nilikuwa naishi na mwongo mwenye ustadi zaidi niliyewahi kumfahamu. Na wakati ukweli ulipotoka, haukuharibu ndoa yangu tu. Uliandika upya ukweli wangu wote. Hivi ndivyo nilivyogundua. Nilikuwa nikicheka kila mara nikisema Mungu alikuwa mapumziko ya chakula cha mchana aliponiumba mimi, lakini alirudi kwa wakati kumfanya Asha. Alikuwa na uzuri wa namna ile uliofanya wahudumu wasahau oda, nywele nyeusi zenye kung'aa zilizoshika jua, mashavu yaliyochongwa na miguu iliyosimamisha magari. Lakini kilichonivutia kweli, kilichobaki akilini, kilikuwa mdomo wake. Sio sura peke yake. Maneno makali ya haraka ya kikatili alipotaka. Asha angeweza kumwangusha mwanamume mzima kwa sentensi moja bila hata kuondoa macho. Tulikutana mwaka wa 3 chuoni. Mimi nilikuwa nasoma uhandisi wa ujenzi, matofali na mihimili, hakuna kitu maalum. Yeye alikuwa anasoma uchumi wa biashara, tayari amevaa kama anayeongoza kampuni yake. Nilimwona usiku wa open mic chuoni. Hakuwa jukwaani, alikuwa tu miongoni mwa hadhira, akicheka kwa sauti kubwa sana kwa shairi la rafiki yake kuhusu taa za barabarani na mioyo iliyovunjika. Nilisema upumbavu kuwa shairi hilo lilikuwa la kusikitisha zaidi kuliko la kimapenzi, naye akageuka, akaniangalia moja kwa moja na kusema, labda ni la kusikitisha kwa watu wenye kuchosha tu. Hiyo ilikuwa toleo lake la kutaniana. Aliniambia baadaye kuwa hakuwahi kufikiria kutulia, kuwa wanaume wote walikuwa sawa na hakuamini hadithi za hadithi. Lakini mimi nilimfanya ahisi salama, alisema. Nilikuwa wa kwanza ambaye angeweza kuwa yeye mwenyewe. Wakati huo nilidhani ilimaanisha kitu. Sasa naamini ilimaanisha kuwa nilikuwa rahisi kudanganywa. Lakini miaka hiyo ya awali ilikuwa kamilifu. Tulihamia pamoja mara tu baada ya kuhitimu. Tulikodisha nyumba ndogo yenye madirisha yaliyochakaa na balkoni iliyokuwa ikitoa sauti. Mimi nilirekebisha wikendi kwa zana ambazo baba aliniachia. Asha alichagua mapazia na kunyongwa taa ndogo kwenye ukumbi. Jumapili zikawa desturi yetu. Kifungua kinywa cha uvivu kilichogeuka alasiri za polepole, wakati mwingine michezo ya bodi, wakati mwingine filamu za zamani, wakati mwingine tu kulala bega kwa bega bila kusema chochote. Jioni tulikuwa na desturi zetu. Divai nyekundu. Rekodi za muziki wa taarab alizochagua kwenye duka lenye vumbi mjini. Alipenda sauti za zamani za wasanii wetu, mimi nilijifanya napenda. Chumba chetu kilionekana kama mahali ambapo dunia haingeweza kuingia. Alipotabasamu kati ya shuka na kusema, tuna kitu cha nadra, Juma, nilimwamini. Tulijenga maisha hayo pamoja. Tulijinunulia nyumba yetu nje kidogo ya mji. Fremu nyeupe. Bustani kubwa. Mimi niliweka hamaki kati ya miti miwili nyuma na kupanda maua yake aliyoyapenda zaidi, maua ya waridi, karibu na sanduku la barua. Alisema ilionekana kama imetoka kwenye jarida. Na kwa muda mrefu nilidhani tulikuwa na furaha. Asha bado alikuwa na moto huo. Mdomo huo. Angeweza kuwa mgumu, wakati mwingine mbaya kabisa, lakini nilihusisha na shauku yake. Ilikuwa udhuru wake kila nilipomkumbusha, ulijua nilikuwa moto, Juma. Usishangae nikichoma mara kwa mara. Nilikubali maneno yake yachome, lakini nilijiambia joto hilo lilimaanisha tulikuwa hai. Alisema kila mara alichukia desturi, lakini tulikuwa nayo. Alipindua macho anipotaja, lakini ilikuwepo daima. Hadi siku ambayo haikuwepo tena. Nikikitazama nyuma, ningechukua lugha yake kali zaidi kwa uzito. Nilidhani ilikuwa sifa tu ya tabia yake.
Lakini labda ilikuwa kitu cheusi zaidi. Labda ilikuwa pale daima, ikingojea wakati sahihi kuwa ya kikatili. Tulikuwa na maisha mazuri, rahisi, labda yenye amani, lakini nilidhani yalikuwa yetu. Nilidhani nilimjua mke wangu. Sikumjua hata kidogo. Mabadiliko yalianza madogo mwanzoni, vitu vidogo, vile unavyopuuza maisha yanapokimbia. Simu, kwa mfano. Awali aliiweka juu ya meza ya jikoni, skrini juu, ikitetemeka kama mbu. Alichukia ikitetemeka. Lakini siku moja aliigeuza chini. Kisha kila mara chini. Kisha neno siri jipya likaja. Alisema ilikuwa kwa sera ya kampuni. Nilipepesa mabega na sikusisitiza. Ilionekana kama upuuzi. Kisha jioni ndefu zikaja. Asha alikuwa daima mwenye tamaa, kwa hiyo sikujali alipoanza kubaki ofisini hadi usiku. Alifanya kazi katika wakala wa matukio ulioandaa mambo makubwa, mikutano, mikusanyiko ya fedha, uzinduzi wa bidhaa ambazo sikuziwahi kutumia. Wateja hawa wanadai miujiza, aliniambia. Wanalipa sana na wanataka kung'aa. Kwa hiyo aliponiambia alipaswa kubaki kufunga maelezo au kukutana na wateja mbele ya kinywaji, nilimwamini. Kisha nguo zilibadilika. Awali alivaa kwa umaridadi, lakini kwa vitendo: koti, viatu vya juu, labda rangi kidogo. Sasa sketi nyembamba za bomba, shingo zilizo wazi, rangi nyekundu ya midomo aliyokuwa ameacha tangu chuoni. Nilimchezea mara moja na akasema, wewe ndiye unayesema ninaonekana vizuri kwa nyekundu. Ilikuwa kweli. Lakini sasa hakuivaa tena kwa ajili yangu. Asubuhi ziliongezeka. Kioo cha bafuni kilifunikwa na mvuke wa kipulizia nywele. Harufu ilibaki masaa baada ya kuondoka. Alianza tena kupiga pasi shati, kitu ambacho hakuwa amefanya kwa miaka. Maoni yanahitajika kwa wateja, alisema. Ninainua kiwango. Nilipouliza kwa nini sasa, alipindua macho. Umekuwa wa ajabu hivi karibuni, alisema. Na hapa, Juma, unaonekana usio na uhakika. Ilinigusa sana. Sikutaka kuwa aina hiyo, mume mwenye wivu anayefikiria mno. Kwa hiyo niliacha. Nilijiambia nilikuwa nikiwazia. Kisha Brian akaja. Brian Odhiambo, mgeni mpya katika wakala. Mmoja wa wale wenye rangi ya jua daima, nywele zisizosogea hata na upepo. Nilimfahamu mara moja kwenye kinywaji cha kampuni ambacho Asha alinivuta. Alinishika mkono kama alitaka kunipima nguvu na akatabasamu kama alishinda tayari. Hana madhara, alisema Asha baadaye, nilipouliza kwa nini alikuwa ameshikamana naye wakati wa mazungumzo. Anaonekana kama anayetumia manukato kama utu, nikasema mimi. Alicheka. Una wivu, alisema. Inakaribia kuwa ya kupendeza. Ya kupendeza. Ndivyo alivyoiita. Katika wiki zilizofuata niliona muundo. Jina la Brian lilionekana mara nyingi. Mwanzoni zilikuwa hadithi za kuchekesha kutoka kazini. Kisha ikawa kila mazungumzo. Brian amesema hivi. Brian anafikiri hivyo. Brian ni mwendawazimu, lakini ni hodari kweli. Tuliacha kucheka. Kisha gym ikaja. Asha hakuwahi kuwa wa gym, alifanya yoga na video sebuleni. Lakini ghafla alijiandikisha kwenye gym ya kifahari mjini, moja ya zile zenye taulo zenye harufu ya mti na smoothie zinazogharimu zaidi ya chakula cha jioni. Alinunua nguo mpya, ghali, na akasema alipaswa kuwekeza kwake mwenyewe. Nilimuuliza kama alikuwa anaenda na mtu. Alisema wakati mwingine na wasichana wa ofisi. Kwa nini? Tena sauti hiyo. Ukingo huo. Hivi karibuni umekuwa mwenye kumiliki mno. Niliuma ulimi. Sikutaka ugomvi. Lakini ilikuwa ikinila hai. Aliacha kuniuliza kuhusu siku yangu. Hakujali tena muda wangu wa mwisho au hadithi zangu za kijinga kuhusu hitilafu za programu. Nilipouliza kuhusu yake, alijibu kwa ukali au kwa usumbufu. Macho yake yalikuwa zaidi kwenye simu kuliko kwangu.
Jioni moja nilimkuta akitabasamu kwa ujumbe na nikauliza, alikuwa Brian? Hakujibu mara moja. Na kama alikuwa, alisema mwishowe, unafikiri ninafanya kitu kibaya? Na pale aligeuza kila kitu, akafanya tatizo kuwa matatizo yangu ya uaminifu, kama nilikuwa mimi niliyekosea kwa kuona alikuwa amebadilika. Nikikitazama nyuma, sijui nilichokichukia zaidi, kuwa alikuwa anadanganya au kuwa alikuwa hodari kiasi cha kunifanya nisione karibu. Ilikuwa Ijumaa ya mwanzo wa vuli. Asha alishuka na vazi jeusi ambalo sikulijua, lenye kufinywa kiunoni, wazi nyuma. Nywele zenye mawimbi na nyingi zilimfanya aonekane ametoka kwenye jarida. Niliinua macho kutoka kompyuta na nikasema, unajitahidi kweli kwa mkusanyiko wa fedha. Alitabasamu kwa ujanja. Mteja muhimu. Ni kwenye mgahawa wa Mzambarau. Divai ghali, sehemu ndogo. Unajua jinsi ilivyo. Nilikubali, lakini kitu kilinigonga tumboni. Mgahawa wa Mzambarau ulikuwa mmoja wa mahali ambapo hata chumvi inaonekana ghali. Tulikuwa tumeenda mara moja kwa maadhimisho yetu ya miaka 3. Sehemu yake aliyoipenda zaidi ilikuwa dessert chokoleti na mousse ya raspberry. Aliiweka kwenye mtandao wa kijamii na maneno, nimeharibiwa na mume wangu. Sasa alikuwa anaenda bila yangu. Sikusema chochote, nilimwangalia tu alipoweka rangi ya midomo nyekundu iliyokolea, ile aliyotumia alipotaka umakini. Alichukua mkoba mdogo na kutoka na usinigoje nimeamka ya haraka. Nilikaa sofani na kahawa iliyokuwa baridi. Kitu hakikuwa sawa. Sikuweza kueleza, lakini kilinigonga moja kwa moja kifuani. Kimya kilichoonekana chenye kelele. Niliweka sweta, nikachukua funguo. Kama alikuwa anafanya kazi kweli, sawa. Ningechukua sandwich karibu na kumshangaza mwishoni. Lakini ndani nilijua sikuenda kumpelekea maua. Safari hadi mgahawa wa Mzambarau ilikuwa kimya. Niliendelea kujirudia udhuru. Labda alipaswa kushinda mtoaji mkubwa. Labda Brian alikuwa pale kwa bahati, ameketi upande mwingine wa meza. Labda nilikuwa na wivu tu. Nilifikiria mno. Mgahawa ulikuwa umejaa. Niliingia, nikampa ishara mhudumu kama nilikuwa wa pale na nikatizama ukumbi. Hakuwa pale. Niliuliza kwa ustadi kama mkusanyiko wa fedha wa shirika la upendo bado unaendelea. Mhudumu alipepesa macho na akasema jioni hiyo hakukuwa na kitu kilichopangwa. Nilikaa kwenye kaunta, nikaagiza soda na nikasubiri. Niliangalia maegesho. Niliangalia ishara za bafu. Niliuliza hata kama Asha alikuwa ameweka nafasi. Hakuna. Saa 2 zilipita. Nilimpigia simu mara 2. Voicemail daima. Hata haikusikika. Kisha niliangalia mtandao wa kijamii. Sio ukurasa wake, alikuwa mjanja sana kwa hilo. Lakini wa rafiki yake Amina, yule anayeweka kila mlo, kila vazi, kila jioni ya wasichana. Na pale hadithi ya dakika 25 iliyopita. Balkoni yenye mandhari. Kicheko. Glasi zinazogongana. Asha na vazi jeusi, nywele kamilifu, ameegemea Brian. Mkono wake juu ya mabega yake. Mkono wake juu ya paja lake kama lilikuwa mahali pake. Walitabasamu kama dunia haikuwepo. Tumbo langu lilifunga. Ilionekana kama mtu aliwasha mechi kifuani mwangu na kuiweka pale. Nilikaa kwenye gari langu dakika nyingine 10 nikiangalia picha. Nikitazama mara kwa mara. Kicheko. Mgongano. Kuegemea. Kicheko. Mgongano. Kuegemea. Aliporudi nyumbani baada ya saa 6 usiku, nilikuwa nimeketi kwenye meza ya jikoni. Hakuna taa zilizowashwa isipokuwa saa ya oveni. Aliingia akiimba. Alivua viatu vya juu mlangoni. Aliniona na akasimama. Habari, alisema akijaribu kuweka sauti nyepesi. Umenishtua. Jioni njema kwenye mkusanyiko wa fedha, nikauliza kwa utulivu zaidi niliyoweza. Alisita. Ndiyo, ilimalizika kwa kuchelewa.
Samahani, ningepaswa kukuandikia. Nilisimama. Ya kuchekesha. Nimepita mgahawa wa mzambarau. Hukuwa pale. Hakukuwa hata na mkusanyiko wa fedha. Ajabu, sivyo? Alipepesa macho haraka. Ilihamishwa. Mwisho. Unajua jinsi mambo haya yanavyoenda. Sikusema chochote. Nilimwangalia tu. Naye akaanguka. Machozi. Kwa wakati sahihi kabisa. Aliacha mkoba mdogo uanguke na akajifunika uso kama filamu. Sikutaka ionekane mbaya, alilia. Brian anapitia wakati mgumu. Hakutaka kuwa peke yake. Mimi tu alihitaji mtu wa kuzungumza naye. Nilimwangalia kama alikuwa mgeni. Uliweka mkono wako kwenye paja lake ukimfariji. Alitikisa kichwa. Haikuwa hivyo. Naapa. Nilitaka tu kumsaidia. Alihisi. Nilimfariji. Hiyo tu. Nilitaka kupiga kelele. Nilitaka kupindua meza. Lakini nilikaa kimya. Nilitaka kumwamini. Mungu anisaidie, nilimwamini. Au angalau sehemu yangu ilitaka kumwamini. Kwa sababu mbadala ulikuwa mbaya zaidi, kuwa mwanamke niliyejenga maisha naye alikuwa ananidanganya usoni bila aibu hata kidogo. Hiyo ilikuwa kosa la kwanza. Jumatatu baada ya jioni ya balkoni, mambo yalikuwa kimya. Kimya mno. Asha alifanya kama hakuna kilichotokea. Alitayarisha kahawa, aliimba jikoni, hata alinitayarishia sandwich kama mwanzo wa ndoa. Nadhani ndicho kilichofanya yote kuwa mabaya zaidi, jinsi alivyojitahidi kufanya yote yaonekane ya kawaida. Jioni hiyo aliacha koti kwenye kiti cha chumba cha kulia. Kile cha kijani cha zeituni chenye vifungo vya dhahabu. Kile alichovaa alipotaka kuonekana muhimu bila juhudi. Nilikuwa naondoa vyombo baada ya chakula cha jioni. Alikuwa amepika risotto yake ya limao ya kawaida na alijifanya tulikuwa tumerudi kwenye desturi. Nilipokuwa niking'oa koti kwenye hangers, kitu kilisikika kwenye mfuko. Nilitoa nikidhani ilikuwa risiti ya dukani au ya takeaway. Haikuwa. Ilikuwa ya hoteli ya Mandhari. Usiku 2. Suite ya pembe. Huduma ya chumba kifungua kinywa kwa wawili. Divai ya champagne. Matunda yaliyofunikwa chokoleti. Tarehe zilikuwa za wikendi iliyopita. Siku ile ile aliyoniambia alikuwa anaenda kulala mapema kwa uchovu wa kazi. Nilisoma mara moja. 2. Mara ya tatu jicho langu lilianguka kwenye maandishi chini, asante kwa kuchagua hoteli ya Mandhari. Tunatumai kukuona tena hivi karibuni. Kifua changu kilisongwa kama kwa koleo. Nilikaa pale na karatasi hiyo mkononi kama ilikuwa waya yenye umeme. Sikumbuki nilirudi jikoni. Nakumbuka tu Asha akiosha vyombo na tabasamu lile lile tulivu la mtu ambaye hajanikanyaga moyo siku chache zilizopita. Ulijifurahisha kwenye hoteli ya Mandhari? Nikauliza. Aligeuka akiwa amechanganyikiwa. Nini? Niliinua risiti. Sikusema kingine. Alipepesa. Alisita. Kisha alifanya alichofanya daima, alijifanya mimi ndiye niliyezidisha. Hiyo. Niliweka nafasi kwa mteja. Kongamano la ghafla. Lazima nilisahau pale. Sikusogea. Uliweka suite kwa usiku 2, nikasema. Na champagne. Na kifungua kinywa kwa wawili. Wanapenda kuhisi wanapendwa. Unajua jinsi wateja fulani walivyo. Umelala pale. Tena kusita huko. Kisha usiku wa kwanza tu. Nilifika kwa kuchelewa na nikafikiri haikuwa na maana kurudi nyumbani. Hukuniambia. Alipandisha mabega. Haikuwa muhimu. Ilikuwa wakati huo nilipolipuka. Sikupiga kelele kama filamu. Ilitoka kwa sauti ya chini na iliyovunjika kama bomba linaloshindwa baada ya shinikizo nyingi. Umenidanganya usoni, nikasema. Tena. Umenidanganya. Alianza kulia.
Machozi ya kweli, au angalau yalionekana ya kweli. Alikaa mezani kama miguu ilimshindwa. Samahani, alinong'ona. Ningepaswa kukuambia. Haikuwa kama unavyofikiri. Nilihitaji nafasi tu. Sikujua jinsi ya kukuambia bila kukuumiza. Nilitembea mbele na nyuma. Sikujua nifanye nini na mikono. Kila neva ya mwili ilitetemeka. Nilitaka majibu. Nilitaka ukweli. Lakini zaidi ya yote nilitaka Asha wa zamani aingie mlangoni na kufanya yote yatoweke. Hatukuzungumza kwa siku 3. Siku 3 kamili tukitembea nyumbani kama vivuli. Yeye alifanya kazi hadi usiku. Sikutaka kuamini. Sikuwa tayari. Kwa hiyo siku ya 4 nilimfanya aketi. Bila hasira. Uchovu tupu tu. Sawa, nikasema. Tuendelee. Niambie ukweli tu. Naweza kustahimili. Kama kitu kimetokea, nataka kujua. Nataka kusikia kutoka kwako. Aliniangalia moja kwa moja. Aliapa hakuna kilichotokea. Aliapa tena ilikuwa kazi tu. Kwamba ilionekana mbaya lakini haikuwa. Kwamba hangeniumiza kamwe. Na nilitaka kumwamini sana kwamba nilikubali. Nilikubali. Hiyo ilikuwa kosa la pili. Nilichagua amani badala ya maumivu. Na sijaona chochote nimejuta zaidi. Ilitokea asubuhi ya Jumamosi. Asha alikuwa amerudi tu kutoka gym, au angalau ndivyo alivyosema. Aliingia na leggings na sweta kubwa, earphones bado shingoni, nywele zimefungwa, mashavu mekundu kama baada ya kukimbia. Alitupa begi la gym karibu na chumba cha kufulia na akaenda kuoga. Nilijinamisha kuchukua begi na kulisogeza kutoka njiani, na ndipo zipi ilikuwa wazi nusu. Mfuko wa upande ulikuwa umekwama na ukainamishwa. Begi lilimwagika likitawanya glavu, risiti iliyokunjwa na kitu ambacho hakikuhusiana. Simu. Sio yake. Sio iPhone yenye kova ya maua na pop socket aliyobeba daima kama kiungo cha ziada. Hii ilikuwa ya zamani. Kubwa. Skrini iliyopasuka. Simu nyeusi ya prepaid, ile wanayonunua vijana wanapoficha mambo kwa wazazi. Ilitetemeka mara moja. Moyo wangu ulisimama. Niliichukua. Skrini ikaangaza. Hakuna kizuizi, hakuna neno siri. Ilikuwa imewashwa. Sijui nini kilinisukuma kuifungua. Labda nilijua tayari. Labda sikutaka, lakini mikono ilisogea kabla ya ubongo. Nilifungua ujumbe. Kulikuwa na mazungumzo mawili juu yaliyopigwa pini. Ya kwanza ilikuwa na nambari iliyohifadhiwa kama HB. Herufi moja tu. Lakini hakuhitajika kingine. Ujumbe wa kwanza niliosoma ulisema, ninakutamani tayari mpenzi. Jana usiku ilikuwa ya ajabu. Uliofuata ulikuwa na picha. Nilitambua kitanda chetu nyuma. Shuka zetu. Kichwa chetu cha kitanda. Lakini alikuwa yeye. Na alikuwa yeye. Niliacha simu ianguke mezani kama iliniuma. Tumbo langu lilibadilika. Mikono ilianza kutetemeka. Niliichukua tena na nikateleza. Kulikuwa na noti za sauti. Sauti yake. Tamu. Yenye kicheko. Angalia, usizungumze na mwingine yeyote, la sivyo nitakupata. Kisha nyingine, ikitone kile begani mwako bado kina harufu yangu. Nadhani ndiyo. Usioshe bado. Niliendelea kuteleza. Kulikuwa na mipango. Wikendi nje. Kutajwa kwa hii nyumba yetu wakati ujao tutabaki zaidi. Nilifungua galeria. Picha kadhaa. Vyumba vya hoteli. Vyumba. Yeye amelala kwenye sofa ambazo sikuwahi kuona na nguo ambazo sikugundua zimekosekana. Pose zilizoniogopesha. Zote na Brian. Haikuwa kitu cha bahati. Haikuwa kosa la pekee. Ilikuwa uhusiano wa kweli. Maisha ya pili. Na mimi nilikuwa mjinga.
Nilisimama katikati ya jikoni nikiushika kaunta kwa mikono yote miwili. Nilipumua kwa uzito. Miguu haikunishika. Nilitaka kumkabili mara moja. Kupanda ngazi, kubisha mlango wa bafu, kumpiga simu usoni na kudai maelezo. Lakini kitu kiliniambia nisifanye. Angeweza kudanganya. Alifanya daima. Na wakati huu singempa nafasi. Nilikaa mezani ya jikoni, nikafungua kompyuta na nikaanza kutuma yote kwangu. Skrini, picha, ujumbe. Nilirekodi noti za sauti kwa simu yangu. Nilifanya backup kwenye diski ya nje. Sikujua bado nitafanya nini, lakini nilijua nilihitaji ushahidi, kitu ambacho hangeweza kukimbia. Nilirudisha simu kwenye begi kama nilivyoikuta. Nikafunga zipi. Nikarudisha risiti na glavu. Asha alishuka dakika 10 baadaye na nywele mvua na akaniuliza kama ninataka pankake. Kama Jumamosi nyingine yoyote. Nilimwambia ndiyo. Na nilikaa mezani nikila pankake ambazo karibu sikuhisi, nikiinua kichwa kwa mazungumzo yake mepesi, huku ushahidi wa yote aliyokuwa akificha ulikuwa mita 3 kutoka kwangu kwenye begi lake la gym. Wakati wote nilikuwa nikipanga. Nilichagua mgahawa kwa makusudi, mgahawa wa nyama wa kifahari, steakhouse yake aliyoipenda. Meza nyeupe, taa laini, aina ya mahali ambapo wanaweka limao kwenye maji na wanakuita bwana kama ulivumbua wewe. Tulikuwa tunaenda mara moja kwa mwaka, labda 2 kama mambo yalikuwa vizuri. Mara ya mwisho ilikuwa kwa maadhimisho yetu ya miaka 4. Alishuka amevaa kama anapaswa kushinda tuzo. Vazi jekundu linaloshikamana, viatu vya juu vya kutosha kumfanya aonekane mrefu kuliko mimi, mapambo kamilifu. Alitabasamu aliponiona mlangoni na akasema, ni tukio gani? Nimefikiri tunastahili jioni nje, nikasema. Alitabasamu. Hatimaye. Kitu cha kufurahisha. Wakati wote wa safari moyo wangu ulipiga kama ngoma. Nilijua nenda wapi, na nadhani alifikiri ilikuwa jaribio langu jingine la kumrudisha, kuokoa kilichobaki. Tulikaa nyuma, meza ya pembe. Mshumaa uliotetemeka. Vifaa vya mezani ambavyo labda viligharimu zaidi ya gari langu la kwanza. Mhudumu alifika na Asha akaagiza kawaida yake, filet yenye damu na viazi vya tartufu, divai nyekundu ya nyumbani. Mimi nilichukua maji tu. Tumbo lilikuwa limefungwa sana kufikiria chakula. Tulizungumza kidogo. Aliniambia kuhusu mteja aliyetaka gala ya mada ya baridi mwezi wa Aprili. Nilikubali, nikatabasamu na nikasema ini upuuzi, kama sikuwa nimeona ujumbe aliyomtumia Brian jioni iliyopita. Kama sikuwa nimesikia sauti yake kwenye rekodi ile ikisema wakati ujao tutabaki hadi Jumatatu. Mwishowe sikuweza tena. Najua yote, Asha, nikasema kwa utulivu. Alipepesa. Unajua nini? Najua kuhusu Brian. Hoteli. Ujumbe. Simu nyingine. Alisimama. Kisha akajiegemea kiti na akafunga macho kidogo kama alikuwa akitayarisha shambulio la kinyume. Umenipeleleza. Nimekupa nafasi 100 kusema ukweli. Alitabasamu kidogo. Tabasamu la kweli. Juma, una wasiwasi. Unajiunda drama kichwani. Labda unapaswa kuzungumza na mtu. Nilimwangalia. Nini? Unahitaji msaada, alisema. Umefanya kama mwendawazimu kwa miezi. Daima mwenye shaka, daima ukinikagua. Inachosha. Nilimtazama. Sauti yake ilikuwa chini, tulivu, iliyoandaliwa. Kama alikuwa anashinda mjadala, sio kueleza usaliti. Nilifungua koti, nikaingiza mkono kwenye mfuko wa ndani na nikatoa simu. Niliweka polepole kwenye leso nyeupe kati yetu. Bado unafikiri ninajiunda? Uso wake ukawa mweupe. Alinyoosha mkono kuichukua, kisha akaurudisha kama ilichoma. Midomo ilifunguka, lakini hakuna kilichotoka. Kwa sekunde 10 nzuri hakusema chochote. Kisha akalipuka. Siamini umechungulia vitu vyangu. Ni faragha yangu, Juma. Umenivunja.
Watu waligeuka. Wanandoa meza mbili mbali waliacha kutafuna. Sauti ya Asha ilipanda. Umeweka mikono yako kwenye vitu vyangu kama mpotovu. Huniamini? Ustahili mimi? Nilikaa kimya. Tulivu. Nilimwacha ajiongee. Alipiga meza akamwagika glasi ya divai. Nyekundu ilienea kwenye lino nyeupe kama damu. Mhudumu alikimbia lakini yeye alimfukuza. Unajua nini tatizo lako? Alipiga kelele. Wewe ni wa kuchosha. Unayotabirika. Salama. Brian ananifanya nihisi hai. Yeye ananiona. Wewe unanifuata kama mbwa aliyepotea. Mtu kwenye meza jirani alianza kurekodi. Niliona tafakari ya simu kwenye kioo nyuma yake. Nimepoteza miaka nikijaribu kuingia kwenye wazo lako la ndoa, alitema. Na sasa nini? Unataka kufanya mwathirika kwa sababu nimepata kitu bora. Nilisimama polepole. Niliweka mkono mfukoni. Nilivua pete. Niliweka karibu na simu. Watu bado walikuwa wakitazama. Wakinong'ona. Wakirekodi. Uso wa Asha ulikuwa mwekundu, usio wa aibu bali wa hasira. Nilimwangalia mara ya mwisho. Mwanamke aliyeshiriki nami sandwich za siagi ya karanga kwenye ukumbi. Ambaye mara moja alicheza bila viatu jikoni. Sikumtambua tena. Nilitoka bila kusema neno jingine. Sikuchukua hata tiketi ya maegesho. Hewa ya jioni ilinigonga usoni kama kofi, lakini sikupiga kope. Ilikuwa imekwisha. Sio chakula cha jioni tu. Sio ugomvi tu. Yote. Baada ya jioni hiyo nilichukua nilichohitaji na nikaondoka. Sikutaka salamu za kuigiza au mazungumzo. Niliweka mifuko michache kwenye gari, nguo, kompyuta, picha za zamani za baba na nikaenda kwa Hamisi, mwenzangu wa chumba chuoni. Alikuwa na chumba kilicho wazi na hakufanya maswali mengi. Alinipa bia tu na akasema, unapokuwa tayari rafiki. Kimya katika chumba hicho kilikuwa tofauti. Hakuna Asha anayezungumza na kipulizia nywele bafuni, hakuna harufu ya shampoo ya machungwa. Kimya tu na mlio wa mawazo yangu. Nilidhani mbaya zaidi ilikuwa imepita. Nilikosea. Baada ya kuvunjika, uvumi ulienea haraka kama majani kwa upepo. Muda mfupi ukapita na kila mtu alijua kuhusu kutengana kwetu. Ilianza na ujumbe kutoka rafiki yangu Said, anayefanya kazi ya kompyuta, na mara moja alimsaidia Asha kusanidi barua pepe kwenye kompyuta ya kazi. Kila kitu sawa, ndugu, aliandika. Kwa sababu nimekumbuka tukio la ajabu la mwaka jana. Inaonekana Asha alimuuliza kwa ustadi mwingi jinsi ya kufuta historia ya kuvinjari kwenye vifaa vyote. Sio simu peke yake. Kwenye cloud. Alidhani ilikuwa kwa zawadi ya mshangao au kitu kama hicho. Nilicheka nilipoisoma. Neno hilo lilirudi mara nyingi. Kisha mteja wa zamani akaja. Asha alikuwa amefanya kampeni kwa studio ya kubuni jikoni za kifahari. Mkurugenzi mkuu Bwana Musa alimtuma maua kwa kazi nzuri. Sikujali. Nilidhani ilikuwa ya kujionyesha, lakini isiyo na madhara. Haikuwa. Jioni moja nilipokuwa naosha vyombo nilimsikia akicheka chumba kingine. Alisema alikuwa anatumia ujumbe na dada yake kwa meme ya kuchekesha. Nilimwamini. Inaonekana Bwana Musa hakujizuia maua. Alimpeleka jiji lingine kwa kongamano. Ya kuchekesha, sikujua kongamano zilijumuisha nguo za kuoga na balkoni za hoteli. Sikuuliza mimi taarifa hizi. Zilikuja peke yake. Kama ukweli ulikuwa unangojea nifungue mlango ili uingie kwa kasi. Kisha ikawa zamu ya Hassan. Alinipigia simu na kuniuliza kama angeweza kupita. Sikujali. Alifika na bia na chips kama zamani, lakini alikuwa na kitu cha ajabu machoni. Alisema, kuna kitu ninapaswa kukuambia na ningepaswa kukuambia zamani. Sherehe yetu ya uzinduzi wa nyumba. Ile nilipokuwa nikichoma nyama kwenye balkoni huku Asha akitayarisha mojito jikoni.
Nakumbuka nilicheka na marafiki nikigeuza hamburger. Nilidhani ilikuwa siku kamilifu. Inaonekana Asha alimzuia Hassan ndani peke yao na kuanza kutaniana kwa uzito. Alimgusa mkono, alikaribia, alimnong'oneza kuwa alinukia shida. Yeye alimsukuma mbali na akacheka. Hakutaka kuharibu jioni yangu. Hakutaka kufanya kelele. Kwa hiyo alihifadhi yote kwake. Samahani, alisema. Ningepaswa kukuambia. Kisha ndugu yangu Daniel, hatuzungumzi mara nyingi. Sio kwa sababu hatupendani, maisha tofauti. Yeye ni mhandisi wa vipimo, anaishi mbali, ana watoto 3 na ratiba yenye mechi za mpira wa miguu wa vijana. Lakini aliposikia kutoka mama kile kilichotokea, alinipigia. Alisema hakujua kama bado inahesabu, lakini Krismasi moja miaka iliyopita, tulipokuwa bado wachumba, alimkuta akinywa mno mbele ya moto. Wengine wote walikuwa wamelala. Alikaa karibu naye na kuanza kumwambia jinsi alivyokuwa mzuri. Kisha alikaribia na kumbusu. Yeye alimsukuma mbali, akaenda kulala na hakuwahi kusema chochote. Hakutaka kuharibu uhusiano wangu kwa wakati wa kijinga. Alidhani alikuwa amelewa na mjinga tu. Nilimsikiliza na simu mikononi mwangu yote miwili kama ingeweza kuruka. Alipomaliza nilimshukuru. Hakujua cha kusema zaidi, wala mimi. Ndipo nilipoelewa. Haikuwa Brian tu. Brian alikuwa yule tu waliyemkamata. Asha aliishi maisha sambamba kwa muda mrefu. Wahudumu, wateja, marafiki, jamaa, kila umakini uliompa baridi, kutoroka, cheche ya kufuata. Haikujali nani aliumiza. Haikujali hata nani nilikuwa mimi. Hakuwa mwaminifu tu. Alikuwa wa kulazimisha. Na jambo la kutisha zaidi, alikuwa hodari. Hodari mno. Wakati wote huo nilidhani tulikuwa tukijenga kitu. Badala yake mimi nilikuwa nikitengeneza mashimo kwenye ukuta ambao yeye alikuwa ameamua tayari kuubomoa. Talaka haikuwa ya haraka. Haikuwa safi. Na hakika haikuwa rahisi. Nilidhani mara ukweli ulipotoka na ujumbe, picha na simu ya siri, ingeisha haraka. Kama kutupa mechi kwenye gogo lenye unyevu. Lakini Asha hakujisalimisha kwa urahisi. Alichukua wakili alionekana ametoka kwenye katalogi na kuanza kujenga hadithi ambayo haikuhusiana na ukweli. Alisema nilikuwa mwenye kudhibiti. Kuwa nilikuwa mbali kihisia. Alidai nilikuwa ninafuatilia harakati zake na kufuatilia simu, nikigeuza ukweli hadi usiotambulika. Alihisi hatari, alisema wakili wake kwa yangu wakati wa kusikilizwa kwa awali. Hatari. Hiyo iliniingia ndani. Sikuwahi kuinua sauti hadi jioni hiyo jikoni. Nilikuwa mimi niliyetembea kwa vidole vya miguu karibu na hasira zake, niliacha risasi zake zipite, niliyejaribu amani na pankake na hamaki. Nilikuwa mimi niliyejaribu kujenga maisha. Yeye alikuwa yule aliyefanya mashimo. Wakili wangu, hata hivyo, alikuwa Bi Fatuma. Hakusumbuka. Mwanamke mfupi, karibu miaka 55, miwani midogo mno kwa uso na uso wa mtu aliyeyaona kila aina ya uongo mara 100. Aliangalia rundo langu la ushahidi, simu ya prepaid, screenshot, barua pepe, rekodi za sauti na akasema, bapa kama mkate uliooka, hatupatani. Hatutampa senti moja ambayo hajajipatia. Na hakufanya. Asha alijaribu kupigania nyumba. Alisema anastahili mwanzo mpya. Bi Fatuma alimwonyesha jaji picha Asha kwenye sofa yetu na Brian, Asha kwenye bwawa la hoteli na mkono wa mwanamume mwingine juu ya goti. Alidai unyanyasaji wa kihisia. Tulionyesha ujumbe wake kwa Brian ambapo aliniita wa kuchosha na rahisi. Mattel ilipoanguka nilichukua nyumba. Nilihifadhi gari, zana zangu na karibu akiba yote iliyobaki baada ya gharama za kisheria. Kilichonichukua kweli, hata hivyo, kilikuwa kimya. Hakuna udhuru tena. Hakuna uongo tena. Hakuna shaka tena kuhusu toleo gani la mke wangu lingeingia mlangoni. Karibu mwezi mmoja baada ya kutiwa saini karatasi, barua pepe ilifika.
Nilikuwa nimeketi kwenye balkoni nyuma, na upepo mdogo ukisogeza kengele kidogo kufanya zisikike kama wimbo uliosahaulika. Nilinywa glasi ya whisky ya bei nafuu, nikitazama anga ikawa ya rangi ya chungwa juu ya miti. Simu ilitetemeka. Ilikuwa yeye. Kichwa kitu kimoja tu. Nilitazama kwa dakika 5 kamili kabla ya kuifungua. Juma. Nimefanya kosa. Nilidhani nilikuwa nikifuata kitu kipya chenye msisimko, lakini sikujua nilichokuwa nacho hadi nilipopoteza. Brian ameacha kunijibu. Amehamia jiji lingine kubwa. Simuoni kwa wiki. Ninakutamani. Ninakutamani jinsi ulivyonifanya nihisi utulivu hata nilipostahili. Ulikuwa daima salama. Sentensi hiyo ilinibaki. Salama. Sio mpendwa. Sio muhimu. Sio anayetakiwa. Salama tu. Kama nilikuwa ukumbi wa hoteli ambapo angeweza kukaa mvua ikinyesha. Njia ya dharura aliyoiweka alama ikiwa mambo yangekuwa na moshi. Ilinigonga sana. Sio kwa sababu nilitaka kumrudisha, bali kwa sababu hatimaye nilielewa nilikuwa nini kwake wakati wote. Sikuwa mwenzi wake. Nilikuwa mto wake. Mpango wake, kitu thabiti cha kurudi wakati adrenaline iliisha. Sikujibu. Nilimimina whisky nyingine. Nilijegemea kiti na nikatizama anga ikipita kutoka chungwa hadi waridi hadi zambarau, na nikapumua kitu ambacho sikuwa nimehisi kwa miezi, amani. Baadhi ya makosa hayastahili nafasi ya pili. Baadhi ya madaraja hayapaswi kujengwa tena. Na baadhi ya watu habadiliki, wanakuwa hodari zaidi tu kuficha walivyo. Asha hakuwa siri tena. Alikuwa jibu ambalo nilikuwa nimeacha kutilia shaka. Na upendo ule wa kweli haufai kuonekana kama mchezo wa kubahatisha. Nilimpa kila nafasi. Neema, subira, msamaha, ukweli. Yeye alinipa uongo, kimya na fataki zilizozima haraka zikiacha moshi tu. Sasa nina nyumba yangu. Na zaidi ya yote nina uhuru wangu. Shiriki maoni yako kwenye maoni. Je, kuna mtu yeyote amewahi kujaribu kurudi kwako baada ya kukudanganya? Ulifanya nini? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.